misitu mingi, nyanda za juu kusini, mambo yako huku. Machi 20 mwaka 2025 na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe mkoani Njombe. Ni kuelekea kilele cha siku ya misitu duniani. Macho na masikio ya walio wengi kwa kipande hiki cha ardhi ya Tanzania yatajielekeza kutoka ndani ya eneo hili. Hivi sasa katika nchi yetu takriban nusu ya eneo la ardhi ya Tanzania ni misitu. Tunayo misitu ambayo ni hifadhi za taifa, National Park. Tunayo misitu ambayo inamilikiwa na serikali kuu. Tunayo misitu inayomilikiwa na serikali za vijiji. Maeneo haya Watanzania wenzangu hatuna budi kuyalinda, kuyatunza, na ndio maana tunasema tumerithishwa tuwarithishe. Tunapoyalinda maeneo haya ya misitu na maeneo mengine yote, kwanza kuna uhakika wa kupata mvua, na unapopata mvua manake kuna uhakika wa kupata chakula. Kwa ujumla shughuli hii iko tayari, tumekagua hapa maeneo mbalimbali na kila kitu kiko tayari kwa ajili ya kesho tarehe 21 shughuli hii kuweza kufanyika. Lakini kuna baadhi ya shughuli nimeelekeza, mfano wanyama, tuwaombe sana wananchi wa Njombe, bustani ile ya wanyama itaendelea kuwepo kwa weekend nzima tarehe 21, 22 na tutaangalia mwitikio, inaweza ikaendelea mpaka tarehe 23. Kwa hiyo pamoja na shughuli kufanyika tarehe 21, bado tuwalike wananchi waendelee kuja kwenye viwanja hivi vya Sabasaba hapa Njombe kuendelea kuona bustani ya wanyama, kuuliza maswali, kufanya utalii na kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na TFS wajibu wetu ni kuhakikisha nchi inakuwa na ustahimilivu wa misitu. Upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya kuzalisha bidhaa za misitu ni muhimu, na ndio wajibu wa TFS wa pili baada ya kuwa na kusimamia uhifadhi. Lakini jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba ule mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu unakuwepo. Wajibu wa TFS ni kuwaunganisha wadau, kuwaunganisha na masoko na kuwatafutia masoko wadau wetu ili waweze kuzalisha bidhaa ambazo zinakwenda kwenye masoko zikiwa na ubora unaostahili. Hiyo ni sehemu ya tatu ya mambo ambayo tunataka kuja kuwaonesha wadau wanaoshiriki katika maonesho haya. Tulikuwa tumeandaa mabanda machache, lakini mabanda yamezidi mpaka wananchi wamekuja na mabanda yao. Hii inaonyesha mkoa wa Njombe walivyoamka katika masuala ya misitu. Na kwa Njombe na mikoa jirani kwa kweli hatuna haja ya kujiuliza kwa nini, kwa sababu wamekuwa wamekipanda miti miaka mingi ijayo. Jukumu letu sasa kama serikali ni kuhakikisha kwamba hizi juhudi zinaendelea leo, kesho na kesho kutwa. Mimi naitwa Dr. Kadoshi, mwandishi wa habari za hifadhi, utalii na mazingira, uwekezaji na biashara, na hapa ni ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe, na hii ni Kadoshi TV.